Hata kama ni mgonjwa utabaki na ugonjwa wako. Sio kama unanielewa? Wala sio sana. Lakini sijui hivyo hivyo tu. Sasa kama ni nguo ambazo ulikuwa nazo kwa baba, yule roho aliye ndani yako atakuzungumzia. Wala hizi ndio roho. Haleluya. Atakuzungumzia. Huduma ambayo mimi nimekulia kina nana wakiwa na nguo mpaka pale chini. Na vitambaa kufunga mpaka masikio hapa huwezi kuyaona. Bwana sio sana. Maana roho wa Mungu alikuwa ameshuka na anafanya kazi. Lakini saa hii watu hawataki roho wa Mungu afanye kazi. Wameweka roho wa Mungu kipimo. Paka unaona mtu anakuambia saa hii wakati wa digital. Kanisa la Mungu hakuna digital. Hello? Kama mnataka kubarikiwa na Mungu, wacha na mambo ya digital, acha kanisa la digital. Kanisa la digital, alafu watu wanaondoa roho wa Mungu. Wanawacha kanisa liko kavu. Na ndipo unakuta ukiingia sana utakuta mtu mmoja ndio anajazwa na Roho Mtakatifu. Hao watu wote wako na shida. Na wanakuwa na shida kwa sababu hawataki mafundisho. Hawana kiu ya mafundisho. Haleluya. Maana sasa hii nilikuwa nazungumza na ndugu mwingine, kama ndio unajua shida saa hii watu hawajui kanisa la Mungu msingi wake uko wapi. Kanisa la Mungu mahali unaona hata watu wanafuata, watu wanatoka kutoka hapa naenda kutafuta Mungu mpaka Uganda, sio mpaka Nigeria, sio mpaka wapi. Ni kwa sababu pengine yale madhabahu ambaye anaenda, madhabahu yale haina nguvu ya Mungu. Haleluya. Madhabahu yale hata kama itakuwa Mungu amekubali Mungu ashuke pale, angalia yule mtumishi aliye katika yale madhabahu. Je, ana neema ya kuinua madhabahu ya Mungu, watu waone Mungu kwa yale madhabahu? Haleluya. Amen. Madhabahu yale ya Mungu iko. Lakini yule mtumishi ni kuhani, anaaminiwa na Mungu, anaweza kujenga madhabahu ya Mungu ya kukomboa watu. Unajua hapo ndio iko shida sasa. Haleluya. Ndio saa hii unakuta kanisa liko kavu. Hata kwa sababu watu wanatafuta washirika. Kwa hiyo tu umugo sinomoni ubagia bandu kimbako. Kijiji chose monu kimbakugulwa kwake. Na nomo uchao huko mgoso ikanisa. Na unasema ati zawani sijui na nini na ngano inakuwa pamo. Uko leo na kutumini zawani. Kwa nini unaenda kumweka mzee wa kanisa? Sio mzee unamaliza. Wakati Mungu atashuka, roho wa Mungu atashuka hapo na malaika wa discipline, huyu mtu atapigwa shot. Sio mnanielewa? Na ndipo unakuta ukifuata kanisa la Mungu, Biblia inasema kwamba wachaguliwe watu waliojawa na roho na nini? Na hekima. Wanacheza sana. Na ndipo unakuta saa hii ukitaka kuhubiri injili ya wachawi, pale wataenda kuhubiri injili nyingine. Hawezi kutaja mchawi. Haleluya. Kwa sababu wale walioandaa ile crusade ndio wenyewe wataenda kupiga mchawi. Na ndio wamekuandalia nini crusade? Bwana sio sana. Utaenda kumpiga vita na yeye ndio amekuandalia crusade. Utaenda kuhubiri injili nyingine na hawezi kuokoka. Bwana sio sana. Sasa kitu cha muhimu hapa anasema nini hapa? Yesu anasema nini? Ni kwa hapo mstari wa 3 anasema nini? Yesu akajibu akamwambia, amini amini nakwambia, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu. Haleluya. Ni wangapi saa hii hawajazaliwa mara ya pili? Na pengine hawajaelewa kwamba kuna kuzaliwa mara ya pili.
kanisa la Mungu kama hakujazaliwa mara ya pili. Mtatoka hapa kwenda kumaliza mafuta, kumaliza betri za microphone kule, kupeleka vitu, kupiga makelele, lakini wale ambao wanaoenda kuhubiri ama wanaoenda kuimba pale bado hawajazaliwa mara ya pili. Watazaa vipi mtu mwingine azaliwe mara ya pili? Unajua swali liko hapa. Halo? Hapa huyu Nicodemus alikuwa archbishop wa makanisa yote ya Wayahudi, na aliona kabisa kuna miujiza inatendeka. Viwete wanatembea, viziwi wanasikia, vipofu wanaona, watu wenye shida wanakombolewa. Ndio posa akaona hii is too much. Hata kama mimi niko na kola, niko na mambo makubwa ambayo mpaka niko na kila kitu, lakini mpaka niende pale niende niulize hii, na nimeshaona hapa kuna kitu. Halo. Sasa saa hii siri ya kwenda mbinguni, kama Mungu, mna watu wanasema Yesu anarudi, bado kanisa halijatengenezeka. Haleluya. Watu wanasema wanataka revival. Revival vita biboni maikea lavela. Kama riweta diventa binia, kama madhabahu itakuwa imeshatakaswa kamili, revival inashuka yenyewe. Amen. Haleluya. Mungu anashuka mwenyewe. Hulazimishi tusubiri Bwana usiposhuka kunaibisha jina lako, au usipotenda leta ufunuo. Tengeneza maisha, tengeneza moyo wako, tengeneza akili, tengeneza akili yako. Kama umekuwa kwa Mungu, ukae na Mungu. Haleluya. Hata ukiingia kwa matatu, wale wanafunuliwa huyu mwokovu. Halo? Mimi siku moja nilikuwa nafundisha watu, nakuwa nauliza, wapendwa, mimi ile injili ninayoielewa, yule Roho wa Mungu ninayemwelewa, yule Mungu aliyeniokoa, yule Yesu aliyeniita, wale malaika wa Mungu aliyenionyesha, binta divele. Pengine mtu aliitwa na Mungu na miungu kama ile iliita Sauli. Wanda usira sasa Samueli, kumbe wanda usira milungu ya ndoa. Bwana sio sana. Kauliza, kama ni Mungu aliye hai, lazima mambo yaliyo hai yatendeke. Amen. Haleluya. Hata wakati Yohana alipokuwa ameshikwa ako gerezani, anaenda kuangalia, na paka natumana wanafunzi wake, mimi nataka mwende muniulizie huyo mtu ndio mwenyewe nilikuwa nangojea ama ni mwingine. Yesu alienda akawaambia tu. Haleluya. Acha umwanichikotia wele numwanushao madumwana adumanjohani ahora bana kuche kudikoze no mwanosinde mtaja kwamba uchate damala kuborie. Hakuelezwa ni mimi. Bwana sio sana. Alimweleza nendeni mweleze, viwete wanatembea, viziwi wanasikia, vipofu wanaona, wafu wanafufuliwa, wenye ukoma wanapona, na habari njema inahubiriwa kwa maskini. Basi. Bwana sio sana. Ila haikuenda, hakuna blame. Haleluya. Hakuna problem. Wale wakasema walipozungumziwa basi. No. Haleluya. Sasa sahi shetani anacheka wale watu ambao wanasema Yesu ni Bwana na kumbe bado hawajazaliwa mara ya pili. Bwana wasikie fahamu. Haleluya. Watoto wasikie. Nataka ukiri Yesu aliye hai. Na hata ukikiri mahali uko katika area ile ambayo unaishi, lazima wachao watajua kwamba mke kwa amerebukia. Haleluya. Hata
watajua udada ukomboe nyumba ni mtu wa Mungu. Maana watatuma vifurute, vidume safu, vidume vya maososi, vidume vya pusi, vidume atakoshi, vidume kila klabu. Wewe unafikiri mchezo? Utatuma hata nyoka. Hanishi mkireti, hata ni wale tunawajua. Bwana sana. Siku moja nikiwa hapa, naona ile laini hii. Nikaenda naona hapo ile kania safi. Kila siku. Siku moja nikamwambia, baadaye msio na wasiwasi. Wanafuata hii maombi inatoka wapi? Akapiga picha, mwingine akakuja akanisalimia akaniambia, haiko mtu wa Mungu. Hai. Unapenda kuishi? Anashusa. Hayo ndio ndio kabisa. Lakini nikajua ni wale. Ikaenda mwisho wake ikatoka hapo, ikaenda mpaka mwisho. Sasa ikawa na tarehe, tuna tarehe inatoka hivi, zinaenda hivi. Kuna tarehe tena zinatoka huko, zinarudi hivi. Sasa kama hamjui nguvu ya Mungu, unaona ile mawe iko hapa. Ile mawe ilikuwa hata ukitembea unapita. Dada wewe unasimama kabisa unapita. Maombi yalipozidi. Sisi tulisikia kuna Preko chokile koga, ro chokile kaenda. Wenyewe wakakuja kusema, hai ni kanisa la Mungu. Ni ba. Hai kwa onde kuchi. Nisimanya bwana. Wala shi wote koga takoi da hudu kimosi. Atashaje kuchokile koga hadi nyasha lakini taiti riko. Bwana sasa kama wewe utatafuta Mungu, yani shika ile neno lilisemwa na mzungu, time is money. Hasa tusikue na time is money kwa sababu pesa zitaisha. Haleluya. Time is sawa. Ama tafuta wokovu kwa kila saa, upate maisha mapya. Time unapokaa hata nyumbani, unapokaa hata ndani ya matatu unaenda safari, tafakari mambo ya Mungu. Hata ukiwa ndani ya matatu, kwani ukalomba Mungu ananikusikira. Kwa wana beshabe kiabo, sarose bekana hivi. Sasa ama kuna nyombe mbonye kitu. Tumneke macha sipo gepaka gani matatu. Bwana sasa wale wako busy na yule Mungu. Haleluya. Na ukitaka kujua kama tungekuwa busy kama baba kiabo, tungekuwa tuko mbali. Maana hata kama watu mwadunga longo, mwabechagua, wabezigana saa, emugwa wabemeka wabezigana saa. Na anatoka bado mlikuwa anataka sukari. Hafungi wale analomba Mungu wake. Haleluya. Kwani hiyo imani kwa watu wa Kristo ilienda wapi? Haleluya. Ukirudi kwa Biblia hata hapa kina nani walikuwa naomba sana? Kina Simon Petro. Unafikiri mtu anaomba mpaka anazimia? Wakati vindo vakapo Yesu mzee wala azimia. Yaani unafikiri huyo mtu alikuwa ameenda wapi? Haleluya. Wapendwa, huu mwaka Mungu alizungumza mambo makubwa sana ambayo Mungu anaenda kufanya katika maisha ya mwanadamu, lakini haitafanywa kama utakuwa umelala. Haleluya. Haitafanyika kama unalani. Wake up now. Tafuta Mungu. Tafuta nguvu ya Mungu. Umjue huyo Mungu vizuri.
umjue neno la Mungu vizuri, ujue sauti ya Mungu, ujue roho wa Mungu, ujue malaika wa Mungu akikutembelea usiku sasa itatokea. Halo? Hivi sasa kuna mambo Mungu anataka kufanya, lakini haiwezi fanyika kwa sababu wewe uko tayari. Haiwezi fanyika kama uko tayari. Kama sio Mungu anawaambia, kama Mungu akishuka, nini roho wa Mungu anashuka? Kwanza Mungu hawezi kushuka. Roho wa Mungu ndiye anashuka na malaika. Lakini Mungu hawezi kushuka. Akishuka hata kiti si waka. Bali sasa. Roho wa Mungu peke yake ndiye anashuka. Kwanza kama uwepo tu. Haleluya. Sasa huyu mtu Yesu anamjibu, anamwambia, hebu soma mstari wa 7. Yesu akajibu, Amini, amini nakwambia, mtu asipozaliwa kwa maji na kwa Roho hawezi kuingia ufalme wa Mungu. Vitu ngapi hizo? Kuna watu bado hawajabatizwa, kazabu badala la malombi tu. Halo? Hata mimi sikuwa nilikuwa nazungumza na dada mmoja. Kazungumza naye, nikaomba Mungu nataka huyu dada ni Google. Nione yako wapi. Kama Google vizuri kabisa na hakuelewa, kwa nini kwa namuuliza maswali. Bwana sasa. Amen. Nikamuona wale. Bwana sifiwe. Kama ni wimbo ukianza kuimba, ndio mwenyewe wako mbele. Sasa kama wale watu ambao hawajaelewa Injili na msingi wa kanisa wa Mungu, huyu mtu atatesa kanisa. Utamweka praise and worship leader na hiyo kanisa itaanguka kwa mtaro. Haleluya. Na ndipo unakuta kama watu hawataelewa na kanisa la Mungu mali msingi wake uko na shida. Hapa bila Yesu anamwambia, Yesu anazungumza na kumanya huni ati bishop. Halo? Alikuwa ni mkubwa wa Mafarisayo. Si mtu rahisi, na ilibidi asiende na gari yake mchana, alienda na usiku na mabodyguard wake. Ndio sasa anamuuliza Yesu, lakini na chama anaputu naona bana akaba na gabe kwenye mdudu mabonye du na nuni mabonye sejisidi ni bibonya. Haleluya. Kwa hivyo kuna kitu kilichofichika, sisi bado hatuja kijua. Yesu anamjibu, anamwambia usipozaliwa kwa maji na Roho hakuna ufalme wa Mungu. Atakukona kitu na kitaduru. Halo. Sasa kama watu watapata hukumu ya Mungu kwamba lazima watafute Mungu kwa ukweli na haki. Mimi naangaliaga nasemaga, mimi siwezi kupoteza wakati. Siku moja nilikuwa namuuliza Mungu, mimi sasa kufanya kazi ya hasara. Kama wiki moja ndio Mungu akanijibu. Kaniuliza kwanza tena kaniuliza swali. Hasara ni vipi? Mungu akamueleza kwa maono kwamba sitaki kuhubiri Injili watu wale waliozoea Injili na kuombea mapepo ambayo haitoki banararishwaga erika nsaitu. Napa. Sasa hiyo ndio Bwana bandu bato huku kamera kwa kile kwa wale bandu wasema chini tuko na mahitaji. Ukitaka kwa sikio. Nasikia chokusha kuna naona na madubaba kwenye. Sasa hiyo kazi gani? Bwana sio sawa. Injili unafikiri huyu mtu alienda kuuliza maswali hakuona kitu?
Haleluya. Aliona kitu. Aliona kitu. Maana Yesu, Mungu alizungumza juzi akasema kwamba kuna kitu nakuja juu na kimeshakuja. Haleluya. Na kimeshafanya nini? Sasa wacha kinaye kionekane ulimwengu mzima. Haleluya. Watu wajue kwamba atabadabara bajazwa roho, atabadabakia. Maana wanaendelea na sifa zingine. Hili kila ndugu ndani wakaswa lakini kujilindi atangera kwa lovolo na harusi kujilindi. Sasa kaona kuzaliwa kumbe kujilindi, unafikiri kitu rahisi? Si kitu rahisi. Endelea hapo chini. Kilichozaliwa kwa mwili ni mwili. Na kilichozaliwa kwa roho ni roho. Usistaajabu kwa kuwa nilikwambia hamna budi kuzaliwa mara ya pili. Upepo huvuma upendako, na sauti yake waisikia, lakini haujui unakotoka wala unakokwenda. Kadhalika na hali yake kila mtu aliyezaliwa kwa roho. Bwana Yesu. Sasa hapo ndo tunataka tutafute, na hapo ndo kanisa nataka ling'ang'ane liingie hapo. Maana watu wakirie sana. Halo? Lakini roho ndo anaweza kukupatia direction. Roho wa Mungu ndo anaweza kukuonyesha mahali unaenda. Roho wa Mungu ndo anaweza kukukumbusha. Roho wa Mungu ndo anaweza kukufundisha. Halo. Maana Biblia inasema wazi, wakati roho huyu atakapokuja atakufundisha. Na atakuonyesha katika kweli yote. Kuna maneno ambayo hata kama mtumishi wa Mungu amefunuliwa, lakini kama ukiwa ndani ya roho, ukilala usiku naomba usiku naenda kanisani, choiche nisha kwa funuku lwa Mungu kwamba walacho siku ilacho chaenda shoma kichuo fulani. Ata ukikuja kanisani kwa loga putu kwa keti kwa sikira kwa sinda funuku lwa roho wa Mungu sicho chaenda shoma walale ati kwa una chiche nisinde shoma ama nisinde shomesho. Bwana sana. Sasa Mungu anakutayarisha kabla Mungu hajatuma ujumbe wake. Unanipata hapo sasa? Mungu anakutayarisha kabla ya ujumbe wake hajakuja. Wakati kulikuwa na mateso, kabla Mungu hajatuma malaika, alituma nabii kwanza. Ndio sasa akatuma nini? Malaika. Sasa kanisa lazima lifundishwe na ukubali kufundishwa, maana kuna watu hawataki mafundisho. Wewe na kabisa. Na hapo ndio unasikia wanasema. Na ukiona sasa hivi watu wale wananyoroshwa na madhabahu. Ni amba shabiendeleka kiponya ni bahati. Haina kilio mwaka wa 1962 kufuma shotu kwa tesi. Sio bwana chikisha badilisha. Bwana Yesu. Na ukimkuburu utakuta kuna mairizi, kuna ingine ya Giriama, kuna ingine ya Tanzania, kuna ingine ya Uganda, kuna ingine sio ya wapi. Rosereka na chupa. Reka ndio mbele. Na wakuzana hadi walapekia msetuti ndi sadi kilwa. Ujesu nimpatire bele kabona bokona Yesu imbe ngebe bonya kazikia. Bwana Yesu. Kwa siku moja mimi Tanzania nakaa na shiko na huzuni kubwa. Hai ndugu bwana, sai bwana basi tubai bwana basi. Roho Bwana akaniambia kuangalia hapo kwa trust. Ndugu, kwa kabla sana lakini ndugu chupani yake. Hai ndugu. Kwa situation hiyo ndugu. Kina shida. Hai msanga tu ndugu, nene kwa mnene kwa Mombasa. Takwa chekwa kitu kwa naye kumani mmoja. Nende kwenye kazi sasa sumune retire ndugu. Elimu ndugu.
Usekeche nchezera na kindu na magombe hapo. Bwana Yesu. Na hukumai no mwana mko sokalisa. Na no mwana ukaribisha abagosu bosu bandu bosata bachiri bababija no mwana. Maana mwana Mungu amchezera kuna kitabu chake borukaka. Lakini sasa huruma za Mungu. Kaka. Siku moja unajua ile kwa sababu anapiga fire, si hapo kwa ni mzee wa kanisa. Anapoomba, anaposhukisha moto unarudi kwa ile mchanga. Akishaingia rudi kwa mchanga, inarudi na kuja kumpiga. Vile Bwana nishende pata na ndio kulomba malombi mengi. Kwa vile lomba gakiu. Kwa vile tesa. Katika jina la Yesu, punja tumefunga wekenda na peke ndugu kanyage kabisa. Tukanyage mambo ya wachawi. Nakumani Mungu Musa. Oka kanyaga nikafanya ikakaba nini? Backfire. Maana amekanyaga mchawi na mchawi tu mwenyewe. Sasa, eta usemonekana ukirama na kiu. Waka trust kaika. Ile mzimu sinamwambia bwana kwa kaba sana kacheza ndo kubandia. Na lolo kabiko ando gi. Kakaya necha ila au kushu. Ni kwa kijana uko mjini amesoma sasa hivi mwalimu. Tumishi bwana sifi. Sifi ndo. Chamcha ndo kudakwa. Nakona mbaya. Kwa rido Mungu. Kwa kiani nyanse wesikira. Kwa sababu mwana nisikuche kalonga mdogo. Bado ile mzako na ujanja yuko kando ni kwa kuchika kabisa kwa mtini. Tupae kwa. Kwa sababu tusibwade. Basi mzee wako usio na wasiwasi kwa shomeka pata kazi ya mwalimu kwa. Kuna shida gani? Ile vijamaa mnawakanyanga ndio wamekanyaga mzee. Ako chini. Sasa angoje siku zake. Bwana Yesu. Sasa mtu kama utamwambia hakuna mtu alileta mwenyewe. Na unaweza kushangaa lomba hivi ndio vilombelo. Wako msanga wako kati pungia mnyangoni sasa. Na wao wametameta. Lakini kaka mgeni yako sasa makona kwa sababu kama maridadi. Mungu alinionyesha hapa kuna kizaga za hapo. Ndio na shida nyingi ndugu. Ndugu kubaya. Ndio tamako cha kanabii maana ni mtu ambaye tunaelewana watu kwa nini kitu kidogo. Ndugu ile kocha napigwa kwa Mungu wangu. Kwa leo sasa. Ile kapiga fire kanyaga wachawi wamebeba sana na yeye ndio mwenyewe mchawi. Kwa nafikiri majini itakubali ukanyage. Sitakukanyaga na wewe. Sasa Yesu anatoka hapo anaingia watu. Toka hapo naenda mstari wa nenda kifungu cha 4. Mlango, sio kifungu, mlango. Hata hapo tu moja. Kwa hiyo Bwana alipofahamu ya kuwa Mafarisayo wamesikia ya kwamba Yesu anafanya wanafunzi wengi kuliko Yohana na kuwabatiza. Lakini Yesu mwenyewe hakubatiza bali wanafunzi wake. Aliacha Uyahudi akaenda zake tena mpaka Galilaya. Naye alikuwa hana budi kupita katikati ya Samaria. Basi alipofika kunako mji wa Samaria uitwao Sikari, karibu na ile shamba ambalo Yakobo alimpa Yusufu mwanaye. Na hapo palikuwa na kanisa, palikuwa na kisima cha Yakobo. Basi Yesu kwa sababu amechoka kwa safari yake akaketi hivi kisimani.
nayo ilikuwa yapata saa 6. Akaja mwanamke Msamaria kuteka maji. Yesu akamwambia, nipe maji ninywe. Kwa maana wanafunzi wake wamekwenda mjini kununua chakula. Basi yule mwanamke Msamaria akamwambia, imekuwaje wewe Myahudi kutaka maji kwangu? Nami ni mwanamke Msamaria? Maana Wayahudi hawachangamani na Wasamaria. Yesu akajibu akamwambia, kama ungalijua karama ya Mungu, naye ni nani akuombaye nipe maji ninywe, ungalimuomba yeye, naye angalikupa maji yaliyo hai. Bwana sio sana. Sasa hapo kuna changamoto ilitokea. Wakati njaa Simoni Petro owa njala banda lola vipi. Lakini Yesu anapitia katika mji wa Samaria. Roho wa Bwana anamwelekeza mahali kuna kisima. Maana pale kuna kuaga ng'ombe zinakuja kunywa maji. Lakini tabia ya abashabaka vika bajanja baada kisasta. Maana pamanya ng'ombe rede baseranda. Bwana sio sana. Sasa alipoona Yesu amekaa anakuja, akaona Yesu amepata dini. Bwana sio sana. Yesu alipoanza kuzungumza na huyu mwanamke anaona sasa wale walomba maji Wasamaria na Wayahudi ndio vishanyana. Haleluya. Lakini Yesu anamchallenge, anamuuliza, kama ungekuwa unajua karama ya Mungu ungekuwa na mambo mengi. Lakini ukasoma ukaendelea, alikuja kuduka kwamba kuna jambo linafanyika katika ulimwengu wa kiroho. Haleluya. Yeye huyu mama alikuja gundua kwamba huyu si mtu wa kawaida. Haleluya. Kwa hivyo wapendwa, lazima tutoke katika mambo ya zamani tuingie mambo ya Mungu, tusio watu wa kawaida. Amen. Ili ulimwengu waweze kujua hawa si watu wa kawaida. Hata kama ni maombi yako unayoomba, usiombe maombi ya kawaida. Haleluya. Maana watu wameenda mpaka wameanza kuomba maombi ya kawaida. Na hii maombi ya kawaida haina answer. Halo. Hata mazungumzo ya kudanganya na mtu ndonima. Maana yako na roho. Haleluya. Yesu alikuwa ni mwana wa Mungu na alikuwa na roho. Kwa hivyo alipokuwa akizungumza, basi ile roho wa Mungu alichallenge yule mama. Hebu endelea hapo. Je, wewe mkubwa kuliko baba yetu Yakobo aliyetupa kisima hiki, naye mwenyewe akanywa maji yake na wanawe pia na wanyama wake? Yesu akajibu akamwambia, kila anywaye maji haya hataona kiu tena. Walakini yeyote atakaye kunywa maji yale mtakayompa mimi hataona kiu milele, bali yale maji mtakayompa yatakuwa ndani yake chemichemi ya maji yakibubujika uzima wa milele. Haleluya. Sasa Yesu anamchallenge yule mama, anamwambia maji yale ambayo nitakayokupa yatakuwa ndani yako na yatakuwa chemichemi. Amen. Haleluya. Yatakuwa yakichemka. Pili valai termine bibonia. Senda level of valai na divinia. Puniva. Kama roho Bwana atakuwa ndani, yatakuwa ikichemka. Injili lazima ifanye chemke. Watu wanatafuta injili ya kuchemka, wapendwa. Haleluya. Watu wanatafuta injili ya kufanya nini? Ya kuchemka. Wacha injili iliyo lala. Huyu mwanamke anapata kitu. Yesu anamwambia kwamba kama maji itakayokupatia itakuwa ni uzima, na hii maji itakuwa inachemka ndani ya maisha yako. Na itakapokuwa inachemka ndani ya maisha yako, utakapokuwa unazungumza na mtu, hata huyo mtu kuna kitu cha chemka ndani. Amen. Haleluya. Wakati Mariam alienda
kwa ntii wake. Mkaza karibu anashua sana Elizabeth, wakati walizungumza mambo. Halo. Kwa sababu hapa kwa Mariamu kulikuwa na kitu cha kuchemka, na hapa ndani kwa Elizabeth kulikuwa na kitu cha kuchemka. Biblia inasema kwamba watoto wakaruka, kila mmoja akaruka ndani na wakajao na Roho wa Mungu. Amen. Haleluya. Hilo ndilo kanisa la Kristo alilowacha. Achana na mambo ya sarakasi. Ninapokusalimia, Roho wa Bwana aliye ndani yako atakufunulia ni nini niko na nini, na mimi nitafunuliwa na Mungu una nini. Kama wewe ni nabii, tutasikizana wewe ni nabii. Kama wewe ni mchungaji aina yoyote, Mungu atanifunulia wewe ni mchungaji na mwalimu, na atanieleza kila kitu. Lakini sasa inakuwa ni kwa sababu Roho wa Mungu hakuna. Kanisa liko kavu. Halo. Kanisa kama litasimama katika msingi Mungu aliyowacha, hakuna kitu watu hawatapata. Mungu alisema Roho wa Bwana ijue, na ametupatia nafasi ya kutangaza habari njema. Yaani kila kitu Mungu amewachilia. Lakini kama utalala, tutakuwa utalala tu. Haleluya. Hebu endelea hapo chini. Yule mwanamke akamwambia Bwana, unipe maji hayo nisione kiu, wala nisije hapa kuteka. Yesu akamwambia, nenda kamwite mmeo, uje naye hapa. Haleluya. Sasa hapo ndio shida iko. Yesu akamwambia, nenda ulete mumewe, nije nikawapatia haya maji pamoja. Haleluya. Sasa ndio unakuta sasa kuna shida. Unakuta mama anang'ang'ana na kanisa, mzee amenyamaza kwa nyumba. Mzee anang'ang'ana na kanisa, mama amenyamaza kwa nyumba. Taniva aliminia bibonie chanti velo overline na aliminia. Hata mkijenga madhabahu ya Mungu, bado kuna mmoja anabomoa hii madhabahu. Zile baraka za Mungu ameahidi haziwezi kushuka hapa. Ingawa watu wanasomaga neno ati hata kama ni Bwana hajaamini anawekwa na neema ya huyo mwanamke. Hiyo mwanamke akikufa ndio sasa utangojea mpaka mwanamke akuje ndio akufe ndio uje upate hizo baraka. Haleluya. Kama huyo mwanamke ndio ameokoka, utamngojea akufe ndio uje upate hizo baraka. Yesu akamwambia, mama, unataka maji ya uzima ambaye atakuwa kibubujika kwako. Basi nenda mtu wako ndicho naomba. Halo. Ndio Joshua pale anasema, mimi na nyumba yangu tamtumikia Bwana. Kama unataka baraka zishuke kwa boma yako, kubali nyumba ikombolewe na Mungu, ili Mungu afanye kazi kwa mama, afanye kazi kwa baba, afanye kazi kwa watoto. Inventary mite pel anlamini baba shenda menia antapeo balai. Ndio Mungu aweze kusoma katika ile nyumba. Bwana Yesu akamwambia, mama, nenda kuleta mdomo wako. Lakini hapa akasema yule mwanamke akamwambia Bwana, naona ya kuwa huu nabii. Baba zetu waliabudu katika mlima huu, nanyi husema ya kwamba huko Yerusalemu ni mahali pa sipokuabudia. Yesu akamwambia, mama, umesadiki. Sasa saa inakuja ambayo mtaabudu Baba, saa inakuja Baba, tutaabudu kwa milima huko, kwa miti mikubwa, kwa mapango. Endelea hapo. Saa inakuja ambayo hamtaabudu Baba katika mlima huu, wala kule Yerusalemu. Nanyi mtaabudu msichokijua. Sisi tunaabudu tukijuacho, kwa wokovu watoka kwa Wayahudi. Lakini sasa saa imekuja, nayo saa ipo. Saa imekuja na saa imefika na saa ipo, ambapo waabudu halisi watamwabudu Baba katika roho na kweli. Yesu akatangaza akasema, watakao mwabudu Baba lazima wakubali kuabudu kwa roho na kweli. Ndio hakutakuwa na masengenyo,
kwa roho na kweli. Haleluya! Maana kama kuna roho na kweli, hakuna masengenyo kwa kanisa la Mungu. Kama kuna roho na kweli, hakuna wachawi watabaki ndani ya kanisa la Mungu. Vile Mungu alisema kwamba hukumu inaanza katika nyumba ya Mungu. Pili mantabel, laya ribiniete venta, aliniye diventabel. Haleluya! Kwa hivyo Mungu anataka kutakasa kanisa lake ili atakaporudi ajue kwamba kanisa liko kwa roho na kweli. Haleluya! Yesu hakuleta mambo ya mchanganyiko. Msingi ukazo wanyanya belehe inakuja mnabomako lome. Alisemaje hapo? Hana mme, lakini uwo msige gane hivi. Wadogo ndo wa malago kunche kwa rene bibide kwa kanabisa na. Bana sasa. Sasa kama unataka watu wajazwe na roho na kweli, lazima hapo chini utasema, utaona kwamba aliwacha mtungi. Maana odesha damacho. Haleluya. Odesha mdego yake. Lazima akubali kuacha mtungi. Na tena arudi kwa nyumba mwambie la Bwana. Hata maombi yangine dinda. Kwa fuma na dirisha. Bana wakasema. Haleluya. Endelea kuishi. Lakini saa inakuja, nayo saa ipo, ambayo waabudu halisi wataabudu Baba katika roho na kweli. Kwa maana Baba watafuta watu kama hao wamwabudu. Hapo, haleluya. Mungu anakubali, anatafuta watu wanaofanya nini? Wanaoabudu kwa roho na kweli. Sibajanja bangi. Haleluya. Kama huyo mwanamke alikuja akawa mjanja, si alipona? Kwa nini unakuwa mjanja ndani ya kanisa na hutaki kupona? Haleluya. Yesu alikuja kufanya watu wakuwe wazuri. Achana na ile injili watu wanasema ati ngano na zawadi. Ndio. Bwana Yesu. Ngano na zawadi ndio. Wewe unateseka. Zile baraka ambazo Mungu anataka kuachilia kwa watu ambao ni ngano huwezi kuzipata. Maana yuko mara ukisha kwa roho utapata hiyo. Haleluya. Hebu endelea hapo chini. Yule mwanamke akamwambia, najua ya kuwa yuaja Masihi, aitwaye Kristo, naye atakapokuja yeye atafunuliwa mambo yote. Yesu akamwambia, mimi ninasema nawe ndiye. Haleluya. Haleluya. Yule mama akapata habari nzuri, akapata maji ndani yake ikaanza kububujika, kwa sababu alisema kwamba kuna Yesu Kristo anayekuja kukomboa na kuponya na kufanya mambo mambo. Yesu akamjibu pale pale, ola umunguko ndani na ngomoni. Haleluya. Yule unayezungumza naye ndio huyo, hakuna mwingine utakayengojea. Haleluya. Akapata kitu. Wewe umepata nini? Kwa Bwana mtungi wako. Hebu endelea hapo chini. Mara hiyo wakaja wanafunzi wake, wakastaajabu kwa sababu alikuwa akisema na mwanamke. Lakini hakuna aliyesema, ndio, unatafuta nini? Au mbona unasema naye? Yes. Basi yule mwanamke akaacha mtungi wake, akaenda zake mjini, akawaambia watu, njooni mtazame mtu aliyeniambia mambo yangu yote niliyotenda. Ndio. Je, hamkini huyu kuwa ndiye Kristo? Haleluya. Sasa yeye alikubali kuacha mtungi pale pale, alikubali kuacha ujanja wote pale, aliwacha unafiki wote, na akarudi kijijini na akaenda akamtangazia yule aliyekuwa ndani ya nyumba, olaenda malawaza ama
akaanza kusema njoni muone mtu. Haleluya! Maana amepata roho, hata kuja na masengenyo, anakuja kutangaza Yesu. Haleluya! Sasa mambo ambayo yanaharibika kwa sababu watu hawana roho wa Mungu, wako na mambo yao, wanatangaza mambo yao. Sana tangaza malaga devu olospa, sana tangaza malaga masari. Tangaza nguvu ya Mungu, tangaza uwezo wa Mungu, tangaza waliofungwa kufunguliwa kwao. Amen. Tangaza watu waliokufa kufufuliwa mioyo yao. Amen. Tangaza waliolia vilio vifike mwisho. Amen. Haleluya. Hiyo ndio injili Yesu anataka. Injili ambayo haina mipaka. Haleluya. Yule mama alikubali. Olale yai kafika mwisho. Mambo ya kutega watu na sairanga na mitungima balishaba cha bareda ng'ombe mkido modeni. Hayo nimemaliza. Na karudi huko. Wala bwana atakana kwa ndege sukari kwa ndege wala fuma kwenda. Unaenda kupata Yesu. Amen. Haleluya. Amen. Pini van label living time to reveal. Yeye akakubali kuachana na mambo yote akaanza kutangaza Mungu. Amen. Lazima tukubaliane na hilo, ndio tukubali kutangaza Yesu. Amen. Haleluya. Hapa hakutangaza sema nimempata mtu aliniambia mambo yangu yote. Ninajua huyo ndio nabii. Alipoanza kusoma kabla huyo anayezungumza naye ndio mwenyewe. Umepata uzima na umepata maji ya kukucheka ambayo itasaidia familia yako, itasaidia ukoo wako, itasaidia kizazi chako kila mahali utakapoenda. Amen. Na Bwana atubariki. Amen. Baba, ninakushukuru kwa sababu ya neno lako na uhai. Jehova yawe bini falaida rimine biboni shanda ya Masaya babolik antadivel maikadivel. Bwana wa majeshi, Mungu wa Israeli, bini baglea antadiventa antadivel. Bwana Yesu mini aliminia Baba, katika jina la Yesu power of the Lord atapiniva. Wacha Bwana wa majeshi walio mbali na walio karibu, Roho wa Mungu katembee kwa ajili ya watu wako. Kuna wale wamefungwa hata na mapingu walio katika hospitalini. Roho wa Mungu ukashuke mahali pale katika jina la Yesu. Kuna wale wako hospitalini wanajifungua kwa tabu, wanangojea operation. Bao makantabeta biboni mata la vele my father. Bwana ukawakumbuke, tuma malaika wako katika jina la Yesu. Bwana Yesu, kuna wale wamepoteza watu wao, wanalia hata wanataka kupotea kama wao. Bwana nawachilia roho amani, roho kufariji maisha yao. Asante Bwana Yesu kwa sababu umesikia na umetenda. Katika jina la Yesu tunashukuru. Amen. Thank you. Yes.